Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Uvumi wa kuhusu ni nani atakayemrithi kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis umeanza kutawala kila kona ya dunia. Basi linapokuja swala la uvumi huo kuhusu papa ajaye, jina moja linalotajwa mara kwa mara ni Robert Sarah, ambaye ni kardinali wa kanisa Katoliki kutokea huko Guinea. Amekuwa kardinali tangu tarehe 20 Novemba mwaka 2010 na alikuwa mkuu wa congregation ya ibada ya kimungu na nidhamu ya sakramenti kuanzia tarehe 23 Novemba mwaka 2014 hadi tarehe 20 Februari mwaka 2021. Sarah alihudumu kama katibu wa congregation ya uinjilishaji wa watu chini ya Papa Yohane Paulo wa pili na kama rais wa baraza la kitume la Cor Unum chini ya Papa Benedicto wa 16. Na hapa basi kuna mambo muhimu matano ambayo huenda huyajui kumuhusu kardinali huyu. Kwanza, akiwa na umri wa miaka 34 pekee, Sarah alikuwa askofu mdogo zaidi duniani. Pili, dikteta wa kikomunisti wa Guinea alipanga kumuua kardinali huyu, lakini alikufa kabla ya kutekeleza mpango huo. Tatu, wakati wa huduma yake huko Guinea, Sarah alikuwa akijitenga kila baada ya miezi miwili, akifunga kwa siku 3 huku akiwa na Biblia na kifaa cha misa cha kusafiria pekee. 4, ana uwezo wa kuzungumza kwa ufasaha lugha ya Kifaransa, Kihispania, Kiingereza pamoja na Kiitaliano. 5, familia yake iligeukia Ukristo wa Kikatoliki kutoka imani ya uani mizimu, yani mfumo wa imani unaoamini kuwa roho huishi ndani ya watu, wanyama pamoja na mazingira asilia. Uvumi huo kuhusu papa ajaye unatokana basi na afya ya kiongozi wa sasa wa kanisa hilo Katoliki duniani Papa Francis, ambaye amelazwa hospitalini huku afya yake ikiendelea kuzorota. Lakini hata hivyo, uongozi wa kanisa hilo Katoliki duniani huko Vatican umeripoti siku ya Jumapili kwamba Papa Francis amekuwa na usiku tulivu baada ya hali yake kuripotiwa kuwa mbaya kutokana na matatizo ya kupumua. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki mwenye umri wa miaka 88 amelazwa katika hospitali ya Gemelli akisumbuliwa na ugonjwa wa pneumonia. Hali ya Papa Francis ambaye amelazwa kwa zaidi ya wiki 2 imeendelea kufuatiliwa kwa uangalifu mkubwa na uongozi wa kanisa hilo, ambalo bado haujatoa taarifa yoyote juu ya ni lini ataruhusiwa kutoka hospitalini. Papa Francis alichaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Vatican mnamo mwaka wa 2013, akichukua nafasi ya Papa Benedicto wa 16 mnamo March mwaka 2013. Hii ni Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.